Kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Young Africans, Ali Shabani Kamwe, amesema kwamba jana viongozi wao waliitwa na Mheshimiwa Waziri kujadili masuala mbalimbali, lakini wao walipeleka mawazo yao na msimamo wao kama klabu, lakini miongoni mwa vitu ambavyo walijadili ni vitu vingi, sio tu dabi peke yake. Lakini ameendelea kusisitiza na kuambia wanachama na mashabiki wa Yanga kwamba msimamo wao ni ule ule. Manake Yanga hawatacheza mchezo wa dabi kama ambavyo walizungumza hapo mwanzo. Na kama unakumbuka viongozi mbalimbali wa kamati tendaji ya Yanga walikuwa wanasema kabisa kwamba wao hawaitambui dabi nyingine ila wanaitambua dabi ya tarehe 28, na kwa mujibu wa Ali Kamwe anasema kwamba wao wamebaki na msimamo wao ule ule, kwa maana hawatacheza mechi nyingine ya dabi. Kwa hiyo hawatambui mchezo mwingine ambao unachezwa. Na maana hata kama bodi ya ligi wataandika barua hata kama bodi ya ligi wataandaa ratiba ya mchezo mwingine, Young Africans hawatashiriki mchezo mwingine wowote wa bodi ya ligi. Ina maana kikao cha jana, pamoja na kwamba watu wamekaa kujadiliana, lakini inaonekana hakijawa na mabadiliko chanya kwa timu zote mbili. Na ndio maana umeona Yanga wameendelea kusimamia msimamo wake kwa kwamba hawatacheza mechi yoyote ya dabi. Ile dabi ambayo wanaitambua ni dabi ya kwenye mashindano mengine kwa msimu huu, lakini sio kwenye ligi kuu kwa msimu huu. Inawezekana mwaka huu ikachezwa dabi nyingine, kwa maana labda kwenye ngao ya jamii ikachezwa dabi nyingine, lakini itachezwa mwaka huu ila sio msimu huu. Inakuwa ni maandalizi ya msimu mpya. Kwa hiyo hapo muelewe. Yaani msimu huu unakoma, mechi za mwisho za msimu huu zikiisha tu, ina maana watacheza tena. Ligi ikianza upya, ina maana Yanga watacheza na Simba kama itatokea watapangwa mapema. Lakini kwenye mwaka wa mashindano ambao ndo huu hapa, Yanga hapo tayari kucheza mechi nyingine ya dabi kwenye ligi kuu. Ila kama itatokea kwa bahati wakakutana kwenye FA, watakuwa na uwezo wa kwenda kukubali na kucheza mechi, watachenda kucheza mechi nyingine kwenye kombe la FA. So kwa sasa hivi manake msimamo wa Yanga umebakia pale pale, kwamba wao wako tayari wao hawatacheza mechi ya dabi. Maana yake ni kwamba hata kile ambacho pengine waziri ameenda kukishauri hakikufanikiwa, ingawa sijui kama waziri alishauri kitu gani, lakini naamini kwamba kwa sababu lengo ilikuwa ni kwenda kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo, hata swala la dabi ni miongoni mwa yale mambo ambayo yalienda kujadiliwa. So kama Yanga wameendelea kubaki na msimamo wao huo, maana yake ni kwamba Yanga pia wameonesha ukubwa wao, yani wameonesha kwamba wao hawatingishwi na mtu yoyote yule. Na hii ina maana kwamba hata kama itatokea labda wakapokwa alama 3, ina maana wako tayari. Lakini ukumbuke pia Yanga wana haki ya kwenda kushtaki kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo. Pengine ndio maana wameamua kugoma pia kuendelea kuwa na msimamo ule ule wa kwamba wao wanaitambua mechi ya tarehe 8, hawatambui mchezo mwingine wote ule wa dabi. So mimi binafsi yangu nimependa kama ni kweli Yanga wataendelea kukaza hivi mpaka mwishoni mwa msimu, kwa sababu sometimes tunahitaji kuona sheria zinafuata mkondo wake. Kanuni zimewekwa ili zifanye kazi. Kwa hiyo kama Yanga tunaonekana amekosea, aadhibiwe. Kama Simba tunaonekana amekosea, aadhibiwe. Kwa sababu hizi timu mbili zitakapoadhibiwa ndipo ambapo sisi tunaweza tukapata urahisi wa kuzifuata kanuni kwa wakati mwingine. Lakini kwa sasa hivi inakuwa ni ngumu kuzifuata kanuni kwa sababu ni rahisi kuzivunja. Lakini kitokea watu wakazivunja kaona wakaadhibiwa kwa kanuni, alafu mwisho wa siku ikatokea situation kwamba mtu amepata hasara kwa sababu ya kutokufuata kanuni, maana yake wakati mwingine hatafanya makosa. Ina maana atatekeleza taratibu zote ambazo zinatakiwa, kwa sababu anajua akifanya makosa ataenda kuadhibiwa. Kwa hiyo mimi nimependa msimamo wa Yanga. Kama kweli hawatacheza mechi ya dabi, nimependa kwa sababu mwisho wa siku sheria zitafuata mkondo wake, yani kanuni zitafuatwa. Unajua wakati mwingine viongozi hao wako wanavyopewa nafasi ya kuongoza mashirikisho au kupewa kuongoza vilabu, kuna muda anataka kuleta uswahili kwenye vitu vinavyohitaji kanuni na sheria. Kwa hiyo kama Yanga ataendelea kusimamia msimamo wao huo, maana yake ni kutaka inawezekana Yanga wakaathirika kwa namna moja ama nyingine, lakini hiyo itawasaidia wao kunyoosha mpira wa Tanzania, kwa maana sheria zitafuatwa, na hii itakuwa ni fundisho kwa bodi ya ligi, itakuwa pia ni fundisho kwa Young Africans. Kwa hiki ambacho Yanga wanakifanya mpaka sasa ni fundisho tosha kwa bodi ya ligi na TFF kwamba
Yanga sio timu ambayo inaendeshwa tu kijinga. Yanga ni timu ambayo inaendeshwa kwa mujibu wa kwa misingi, na wana taratibu zao zinapaswa kufuata, na wana misimamo yao. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambacho Yanga amekifanya. Mimi binafsi yangu nimewapa pongezi, nimewapa big up Young Africans kwa kuwa na msimamo. Yaani huwezi kuwa kiongozi wa timu kama Yanga hapo ukose msimamo. Kwa hiyo msimamo ni jambo la kwanza la msingi sana, na tayari Yanga wamelionyesha hilo. So kwa sasa tusubiri, bado of course hao ni Yanga ndio ambao wametoa msimamo wao, lakini hatujajua bodi ya ligi watakuja na msimamo aina gani. Inawezekana bodi ya ligi wakaamua kuikacha hiyo mechi, au wakapanga ratiba, na wakipanga ratiba manake siku ya mchezo ikifika Yanga hajatokea, ina maana Simba atatokea uwanjani, atapewa alama zake 3. Na hapa ndipo ambapo tunataka tupime uthubutu wa bodi ya ligi, kwamba bodi ya ligi wao wanaona nini au wanawaza kitu gani. Lakini what I believe ni kwamba Yanga akiamua kugoma hapo sahihi, na hii itatusaidia sisi kuona namna gani ambavyo tunaweza tukapata viongozi ambao wana uwezo wa kufuata kanuni, lakini pia viongozi waliopo wanaweza kujifunza namna gani ambavyo wanaweza kufuata kanuni za ligi kuu, ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda vizuri kabisa bila shida yoyote. Kwa hiyo nitaka tu kudokezea hayo, na kama amezungumza msimamo wao wakati yuko Zanzibar kule. Kumbuke leo wamesaini mkataba na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale ya Zanzibar. Na kama unakumbuka muda mrefu Yanga alikuwa na jezi imeandikwa Visit Zanzibar. Kwa hiyo wamesaini na mkataba mwingine, kwa hiyo mambo ni mazuri kabisa. Na Ally Kamwe amesema walichokubaliana wao ni kubaki na msimamo wao ule ule. Yanga hachezi mechi yoyote ya dabi kwa msimu huu. Tayari wao mechi ambayo wanatambua ni la tarehe 7. Maana sasa hii Yanga ni wanaamua kuendelea kuinyosha bodi ya ligi ipasavyo.